Mwashamu Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mheshimiwa Amos Makalla, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Godfrey Mollel, naibu waziri wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Father Charles Kitime, katibu mkuu wa Baraza Kuu la Maaskofu Tanzania, Mheshimiwa Donald Wright, balozi wa Marekani nchini Tanzania, tunashukuru sana kwa uwepo wako, lakini pia kwa huduma zako hapa nchini. Mheshimiwa Jerry Silaa, mbunge mwenyeji wa hapa Ukonga, ambaye pia tuko naye. Mwashamu Baba Askofu Stephen Somba, Baba Askofu msaidizi wa jimbo la Dar es Salaam. Mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Rashid Mfaume, sitaki kumaliza ile jingine, ni rahisi kukosea. Dr. Rashid Mfaume, tunaishia hapo hapo. Madaktari wote wakuu kutoka kwenye hospitali zilizoteuliwa kwa ajili ya kupata zawadi hii na watendaji wote wakuu ambao mko hapa, watawa wote na waona hapa, masista, ni viongozi wa dini wengine ambao mmekuja hapa, watumishi wa hospitali yetu ya Kardinali Rugambwa hapa Ukonga. Natambua uwepo wa Bwana Peter Maduki, mwenyekiti wa bodi ya VETA Tanzania, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, viongozi wote ambao mko hapa na wageni waalikwa ambao pia mko hapa, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, nami niungane na Baba Askofu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha leo kuja hapa, nikitambua kwamba tukio hili limejumuisha waalikwa mbalimbali kutoka kote nchini, ikiwa ni siku muhimu kwa ajili ya kuzindua mradi wa mpango wa Kanisa Katoliki wa kupambana dhidi ya ugonjwa ujulikana kama Uviko 19. Lakini nitumie nafasi sana kupongeza uongozi mzima wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ukiongozwa nawe Mwashamu Baba Askofu Mkuu Gervas John Nyaisonga, ambaye pia ndio rais wetu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, kwa kunialika ili niweze kujumuika nanyi katika kufanikisha tukio hili muhimu ambalo talikuja kulifanyia kazi baadaye. Baba Askofu Mkuu, unazo sababu za mwaliko huu. Tukio hili linaenda sambamba na kamati ya serikali ambayo mwenyekiti wake na waziri mkuu inayoshughulikia uratibu wa mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Kwa uwepo wangu hapa, naweza kutumia nafasi hii kukushukuru tena wewe, mababa askofu wote kutoka Kanisa Katoliki Tanzania na wataalamu walioko ndani ya kanisa, mliobuni utaratibu wa kujenga mahusiano, ikiwemo pia na nchi ya Marekani ambayo leo hii imeamua kuungana nasi kupitia Baraza la Maaskofu Tanzania. Mwashamu Baba Askofu Mkuu, pamoja na kwamba mwaliko huu ni wangu, mimi namwakilisha Mheshimiwa Rais wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, katika kutenda haya yote ya serikali. Na hapa leo nimekuja na salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye amenituma kuleta salamu, hivyo pokeeni salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Pia nimekuja na salamu kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango,
naye amenituma kuleta salamu kwenu. Pokeeni salamu zenu. Viongozi hao wanajua kwamba niko hapa kwenye hospitali yetu ya Kardinali Rugambwa, hospitali ambayo inafanya vizuri sana, hospitali ambayo inapunguza gharama kwa wagonjwa kwenda Temeke na maeneo mengine jijini Dar es Salaam, hospitali ambayo inaendelea kuokoa maisha ya wananchi kutoka hapa Ukonga mpaka Kisarawe. Hongera sana kwa kazi nzuri mnayoifanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameniagiza niendelee kuhakikishia kwamba serikali yenu ya awamu ya 6 itaendelea kuunga mkono kwenye jitihada zenu za kuiunga mkono serikali katika utoaji wa huduma ya afya hapa nchini. Kanisa Katoliki si tu kwa hospitali hii ya Kardinali Rugambwa, ina hospitali karibu nchi nzima, na ni hospitali tegemewa na jamii ya Watanzania. Nasi tunaheshimu uwepo wa hospitali zile. Kwa niendelee kuhakikishia Baba Askofu Mkuu na Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwamba serikali itaendeleza mshikamano wa dhati tulionao kati yetu nanyi Kanisa Katoliki. Baba Askofu Mkuu na ndugu waalikwa wote mlioko hapa, sote tunafahamu kwamba katika kipindi cha takriban miaka miwili sasa, dunia imeendelea kukumbwa na janga kubwa la ugonjwa wa virusi vya korona ulioanza mwaka 2019 maarufu kama Uviko 19. Nchi nyingi duniani ikiwemo Tanzania zimeathirika na janga hili, licha ya kuendelea kuchukua tahadhari mbalimbali za kukabiliana nalo, na hasa pia katika kupambana kupunguza maambukizi na visa vingi vya vifo. Na kama ambavyo mnakumbuka, tulianza na wimbi la kwanza hapa kwetu mwaka 2020, likaja wimbi la pili mwanzoni mwa mwaka huu, na sasa tuko kwenye wimbi la 3. Lakini pia baadhi ya maeneo huko kwingineko duniani tayari wameanza kuzungumza wimbi la 4. Changamoto iliyopo ni kwamba mabadiliko na ukali wa kirusi cha korona katika kila wimbi umekuwa ukija kwa dalili tofauti tofauti, na wakati mwingine madhara kuwa makubwa kuliko yote. Ninaposema kuliko yote, baada kuliko hata mawimbi mengine yaliyotangulia. Aidha, hadi kufikia tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka huu 2021, kuna jumla ya wagonjwa 243,260,214 na vifo 4,941,039 vimetolewa taarifa karibu kote duniani. Kwa bara la Afrika, jumla ya wagonjwa 6,57,855 kukiwa kuna vifo 149,375 vimeweza kuripotiwa kutoka kwenye vyanzo vyetu vya nchi mbalimbali. Lakini hapa kwetu Tanzania, kufikia tarehe 22 mwezi huu wa 10, jumla ya wagonjwa 26,154 na vifo 725 vilitolewa taarifa vile vile kupitia Wizara ya Afya. Na kama ambavyo mtaona, juhudi za jumuiya ya kimataifa zikiongozwa na Shirika la Afya Duniani, World Health Organization, sambamba na nchi husika, zimesaidia sana kwa kiasi kikubwa kupunguza maambukizi haya, hususani visa vipya. Hata hivyo, kama nilivyotangulia kueleza hapo awali, lipo wimbi la 4 kwa baadhi ya nchi za Afrika linaanza kukabiliana nalo. Nasi wa Tanzania lazima tuendelee kuchukua tahadhari ili kupambana na wimbi hilo la 4. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mbunge na Naibu Waziri na viongozi wote mlioko hapa, miongoni mwa hatua iliyochangia kwa kiasi kikubwa kupunguza maambukizi na visa vipya vya ugonjwa huu ujulikana kama Uviko 19
ni matumizi ya kinga maarufu kama chanjo ya uviko 19. Nasi Tanzania tukubaki nyuma katika hilo. Tarehe 29 Julai mwaka 2021 ambao ni mwaka huu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, alizindua rasmi kampeni ya chanjo dhidi ya uviko 19 kwa kuwaongoza Watanzania kuchanja siku hiyo. Hivyo basi nami naungana tena na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuishukuru serikali ya Marekani kwa kutupatia jumla ya dozi 1,158,400 za chanjo aina ya Johnson & Johnson kupitia mfumo wa kuwezesha mataifa yote duniani kupata chanjo ya uviko 19 kwa usawa ambayo inaitwa COVAX Facility. Na hadi kufikia jana tarehe 26 mwezi huu zilikuwa zimetumika chanjo 1,157,406, sawa na 99.9%. Chanjo 1,000 zilizobaki zinaendelea kutumika. Lakini vile vile dozi nyingine 1,165,600 za chanjo aina ya Sinopharm zimepokelewa, wakati kutegemea kupokea dozi nyingine 500,000 za chanjo aina ya Pfizer siku za karibuni. Lakini hadi tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka huu 2021, jumla ya wananchi 20,977 walikuwa wamesha chanjo ya Sinopharm, sawa na 2% ya chanjo hizo zilizosambazwa. Hapa lengo letu ni kuendelea kutafuta chanjo na kuhakikisha kwamba wananchi wanapatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa huu wa uviko. Hata hivyo, jukumu la kinga ya wagonjwa na magonjwa yote linabaki kuwa ni la kila mmoja wetu. Kwa lugha nyingine, tunahitaji kuongeza kasi zaidi kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huu sambamba na kuchanja. Lakini serikali kwa upande wetu inakumbusha na kuelimisha wananchi katika kuchukua hatua za kujikinga na kuendelea kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa sekta ya afya. Na katika hili napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wa Kanisa Katoliki Tanzania kwa kuwa miongoni mwa viongozi wa mwanzo kabisa kupokea chanjo na kuhimiza waumini wetu kuchanja. Hongera sana. Hongera sana. Lakini nitumie nafasi hii pia kutoa wito kwa viongozi wa dini na madhehebu mengine kuendelea kuiunga mkono serikali kusambamba na kuelimisha na kufafanua mambo muhimu ya kuzingatia katika kutekeleza hatua zote za tahadhari za kujikinga na mlipuko wa uviko 19. Upendo, umoja na mshikamano wetu uendelee kuwa chachu ya kufanikiwa katika mapambano haya. Lakini pia kipekee ni washukuru sana viongozi na madhehebu mbalimbali ya dini nchini, hususani ninyi mawashamu maaskofu, kwa ushawishi mkubwa mlioonesha kwa waumini wetu katika kuchukua na kuzingatia hatua za kujikinga na ugonjwa huu wa uviko 19. Nakumbuka sana maelekezo mliokuwa mkiyatoa kupitia zile nyaraka mkiwataka waumini kujikinga na ugonjwa huu. Na niseme tu hapa kuwa hatua zile ziliweza kusaidia sana kupunguza maambukizi na visa vipya hapa nchini. Hongera sana mababa maaskofu kwa jitihada kubwa mliozifanya za kuwaokoa Watanzania. Natambua katika hamasa hii wako Watanzania wanauelewa tofauti. Nataka nitoe wito kwa Watanzania kudharau wale wote ambao wanapotosha umma na kuutaka umma usiende kuchanja. Ni kweli kwamba kuchanja ni hiari, lakini kuchanja ni muhimu kwa sababu swala la afya ni swala la mtu mmoja mmoja. Aidha, licha nchi yetu kudhibiti mlipuko huu, bado ugonjwa upo na magonjwa wapo kwenye hospitali zetu. Vifo vilivyotokana na ugonjwa huu vimeendelea kufuatiwa na kutolewa taarifa. Hivyo basi niendelee kutoa wito kwa wananchi wote, kama nilivyosema awali, tuendelee kuchukua tahadhari mbalimbali ili tujikinge na maambukizi ya ugonjwa huu. Tujenge utamaduni wa kuvaa barakoa safi na salama, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, na kutumia vitakasa mikono pamoja na kuepuka mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Niwapongeze sana kwenye maandalizi
ya tukio hili, na kama ambavyo Father Kitima alivyoeleza kwamba tungetamani watu wote waje, na mimi nimewakuta kule getini wakitamani kuingia, lakini kwa sababu ya umakini wenu mliweza kuwaelimisha na wanaamini wanaelewa. Hongera sana pia kwa hili. Lakini endelee kutoa wito kwa wananchi wote. Bado kuna umuhimu wa kuendelea kujitokeza kupata chanjo, na hamasa tulionayo nchini sasa ni mzuri. Chanjo zote za kwanza zimeisha. Tunaposema 99.9% maana zimeisha. Tumeleta nyingine kwa sababu tumeona Watanzania wanapenda kwenda kuchanja, na bado tutapata mzigo mwingine wa chanjo. Kwa hiyo wale wote wanaotaka kuchanja wasio na mashaka, kazi ya kuchanja inaendelea. Ni muhimu sasa tuendelee kujitokeza kwa ajili ya kuchanja. Wataalamu wetu wameendelea kutoa wito kwetu, na hasa katika kutoa tahadhari ya maeneo yanayoweza kusababisha maambukizi. Ni jukumu letu kuzingatia hayo, na tumewaagiza wataalamu wetu kutumia vyombo vyetu vya habari kuelimisha umma, television za kitaifa, redio ambazo zinasikika nchini kote, lakini tuna redio zilizo kwenye maeneo haya ya wilaya, mikoa, ambazo zinasaidia pia kuelimisha wananchi kwenye maeneo hayo. Sasa ni wakati wa kuongeza nguvu kuelimisha, na hasa kueleza umuhimu wa chanjo hizi. Pamoja na haya yote niliyoeleza hapo juu, lakini viwakumbusha pia juu ya kufanya mazoezi ya mara kwa mara, kwamba ni njia sahihi pia ya kuimarisha mwili, na wakati mwingine kusababisha pia hata kinga kuwa imara zaidi. Kulingana na afya ya mtu, unaweza kufanya zoezi la aina yote ile: kuzunguka nyumba yako, kutembea kidogo, mbio ndogo ndogo, au kushiriki kwenye michezo moja kwa moja. Lakini pia utaangalia na mazingira ulimo. Kama mahali ulipo pana milima, basi tembea, panda juu na kushuka chini, panda juu. Kama unaishi kwenye nyumba ya ghorofa, wewe panda kwenye ngazi za ndani juu, basi ili mradi tu unafanya mwili uweze kushughulika na kuweza kuimarisha zaidi. Tunatembea mwendo mrefu katika kufanya kazi zetu, nayo pia ni sehemu ya mazoezi. Wenye kamba wanaweza kuruka, ambao pia wanaweza kutafuta namna yote ya shughuli ya kufanya mwili kuwa umechangamka, nayo pia ni muhimu zaidi. Lakini wataalamu wetu wa afya wameendelea kutuhamasisha pia kuzingatia lishe bora inayojumuisha matunda na mboga za majani ambazo zinapatikana karibu maeneo yote. Lakini pia tujenge tabia ya kupima afya mara kwa mara, angalau mara moja kwa mwaka, hata kama uumwi, nayo pia inasaidia kutambua mwelekeo na mwenendo wa afya yako. Mhashamu Baba Askofu, Mheshimiwa Balozi na viongozi wa serikali na madaktari wetu ambao pia mko hapa, kama nilivyotangulia pia kueleza pale awali, kwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizopata athari kwa kiasi kikubwa. Moja kati ya athari ambazo zimeweza kuathirika ni pamoja na kukumbwa kwa mabadiliko ya kiuchumi na kijamii kutokana na janga hili. Kwa ukweli huo, serikali inatekeleza afua mbalimbali za kupambana na janga hili ili kuweza kurudisha na kuimarisha uchumi wetu na kuimarisha pia huduma za kijamii. Juhudi hizo za serikali zinakwenda sambamba na utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19 uliozinduliwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mpango huo unatokana na mkopo nafuu wa takriban shilingi trilioni 1.3 kutoka shirika la fedha, na Mheshimiwa Naibu Waziri hapa amedokeza mambo makubwa yatakayofanyika kwenye sekta ya afya, ikiwemo na sekta nyingine kama elimu, maji, nazo pia zimepata fursa ya kuimarisha. Sekta za maji, elimu, afya, utalii, sekta ya huduma za jamii inayoishi kwenye mazingira magumu, nayo pia zimeangaliwa kwenye mpango huu. Lakini pia kaya maskini na kundi la vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ni miongoni mwa wale watakaonufaika na mpango huu. Lakini pia tunapoendelea kutekeleza haya kwa jamii yetu, bado tunaendelea kutoa hamasa ya watu kuzingatia masharti ya afya. Lakini sekta ya afya ndio mnufaika mkuu wa mpango huu, ambapo shilingi bilioni 466.9
sawa na asilimia 35.6 ya fedha zote tumezielekeza Wizara ya Afya ili wao wajikite katika kuhudumia hospitali zetu za kitaifa, hospitali zetu za rufaa kwenye ngazi ya kanda, lakini hospitali za rufaa ngazi ya mikoa. Tumeenda sasa mpaka kwenye hospitali zetu za halmashauri ili kuziimarisha kwa kuboresha miundombinu yake, mifumo yake, vifaa vyake, pamoja na vile vifaa vikubwa ambavyo Mheshimiwa Mollel amevitaja, MRI, CT scan, ambazo hazikuwepo kabisa kwenye hospitali za mikoa. Huduma nyingine zitakazoimarishwa na kusogezwa karibu na wananchi kupitia utekelezaji wa mpango huo ni tiba mtandao. Lakini pia kutakuwa na magari ya kisasa yenye huduma mseto za afya. Tunajenga pia mifumo ya uzalishaji wa hewa tiba, kuimarishwa kwa vifaa na huduma kwenye maeneo ya kuingilia nchini, kwa maana ya mipakani, kule ambako tunapakana na nchi rafiki ya nchi jirani. Nako pia tutaka tuimarishe ili huduma zote zinapatikana huko. Nataka tu nitumie nafasi hii kuhakikishia kupitia utekelezaji wa mpango huo kwamba serikali itaimarisha utayari na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ili yasiingie ndani ya nchi yetu. Na hakika haya ni malengo kwa Watanzania wote. Kila mmoja awe na tahadhari, lakini pia ashiriki katika kulinda taifa hili kwa kuzuia magonjwa haya yanayoambukiza pindi yanapoingia kutoka au nchi jirani au tu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Utayari huu utasaidia kuifanya nchi yetu kuwa salama zaidi. Hivyo basi, maafisa afya mnaotoa huduma mipakani, endeleeni kuimarisha udhibiti wa magonjwa katika maeneo hayo kwa mujibu wa miongozo ambayo imetolewa na Wizara ya Afya na matakwa ya serikali yetu. Serikali itaendelea kufuatia magonjwa na matukio hatarishi kwa afya kutoka kwenye mikoa yote nchini, ikiwa pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu namna ya kujikinga. Tutatumia mikutano yetu, tutatumia vyombo vya habari katika kuwafikishia ujumbe wa Tanzania. Aidha, jitihada za kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Uviko 19 ngazi ya jamii nao pia utaendelea. Nako pia tunasimamia ujenzi wa vituo vya afya, lakini pia vituo kwa maana ya zahanati, na sasa tunakamilisha taratibu za kuanzisha mfuko wa bima afya kwa wote wa Tanzania ili kuweza kurahisisha Watanzania kufikia kwenye vituo vya utoaji huduma. Mhashamu Baba Askofu Mkuu na waheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Balozi kuwemo na wageni waalikwa, leo nimefarijika sana kujumuika nanyi kwa ajili ya kuzindua mpango wa Kanisa Katoliki wa mapambano dhidi ya Uviko 19. Mpango huu unaunga mkono juhudi za serikali katika kupambana na janga hili, sambamba na mpango wa maendeleo ya ustawi wa taifa wa mapambano dhidi ya Uviko 19 uliozinduliwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya tarehe 10 mwezi huu wa 10 pale jijini Dodoma. Lakini pia nimefarijika zaidi kuona Baraza la Maaskofu likishirikiana na serikali ya Marekani katika kutekeleza na utekelezaji wa afua mbalimbali za kujikinga na mlipuko wa Uviko 19 kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na Wizara ya Afya pamoja na Shirika la Afya Duniani kupitia mradi huu mlioupa jina la Pambana na Uviko 19. Jambo hili haliwezi kupita bila kujipongeza. Tujipigie makofi. Mradi huu unaotekelezwa kupitia vituo 12 vya kutolea huduma za afya vya Kanisa Katoliki vilivyopo kwenye maeneo mbalimbali nchini utasaidia kwa kiasi kikubwa kujaziliza kazi kubwa inayofanywa na serikali katika kudhibiti maambukizo ya Uviko 19. Mwadhamu Baba Askofu, nilikuwa napitia orodha ya hospitali ambazo zimeteuliwa kwenye mpango huu wa awali. Nimefurahi kuona kwamba mmekwenda nchi yote, karibu kanda zote za nchi. Nimeona kanda ya Ziwa, Bukoba ipo. Kanda ya kati hapo kuna Singida kaskazini, mmeenda magharibi Kigoma, mmeenda nyanda za juu kusini, mmekuja mashariki huko Dar es Salaam, lakini mmegusa pia na huko kusini huko. Mhashamu Baba Askofu, kusini huko mmegusa vile vile. Sasa Maduki naona amecheka sana aliposema kusini. Mimi nimesema tu kusini huko nako umegusa.
Sio siri kwamba na mimi ni mnufaika pale ambako mmeichukua hospitali ya St. Benedictine ya Nanda. Lakini sio hiyo tu, hata ile St. Joseph kule Peramiho, na mimi ni mdau kule Peramiho. Kwa hiyo nashukuru sana, najua waganga wakuu kutoka maeneo hayo wako hapa, na kwa kweli na mimi nimefurahi sana leo. Ndio kwa sababu nasema nimefurahi sana leo kupata mwaliko huu kuwa hapa na mimi. Kwa hiyo mtakubaliana na mimi kwamba maneno yote hayo ilikuwa ni kusheneza umuhimu wa mpango huu uliobuniwa na Kanisa Katoliki kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lakini kwa kushirikisha pia na nchi ya Marekani ambayo yenyewe bila kinyongo imeridhia pia kupanua wigo wa utoaji huduma kwa taifa letu. Na katika hili nataka nitumie nafasi hii maalum kukushukuru Baba Askofu Mkuu ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, kwamba lengo hili la mpango huu kupitia Kanisa Katoliki linaendelea sasa kuimarisha wito mlikuwa mnautoa kwa waumini wetu. Lakini wito ule ambao mnautoa haukuishia tu kwa waumini wa kanisa hili Katoliki, lakini bali ulikuwa unaenda kwa wananchi wote nchini. Kwa hiyo hongera sana kwa kupanua wigo, na tunaamini sasa mradi huu mkubwa au mpango huu mkubwa utawanufaisha wengi zaidi hapa nchini. Lakini pia nishukuru sana serikali ya Marekani kwa kuridhia ombi la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kuunga mkono jitihada zao na mpango wao wa kutoa huduma hii ya Uviko 19 kwa Watanzania. Endeleeni kushirikiana kama ambavyo mmeanza kushirikiana ili kujenga wigo mpana wa utoaji huduma za afya kwa Watanzania. Lakini pia endeleeni kushirikiana na serikali ikiwemo hii ya Tanzania na ile ya Marekani katika kutekeleza mpango huu wa pambana na Uviko 19. Mimi napenda kuhakikishia kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna alivyosisitiza na anaendelea kusisitiza wakati wote kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi na wadau wote katika mapambano haya dhidi ya Uviko 19. Nami kwa niaba ya serikali hiyo hiyo niendelee kuishukuru sana serikali ya Marekani na kuwaomba kuendelea kushirikiana nasi pia kama serikali, lakini na taasisi zetu zenye nia njema ya kupambana na ugonjwa huu, ili mapambano haya tukiunganisha nguvu sote kwa pamoja hatimaye tutafanikiwa. Mhashamu Baba Askofu, viongozi wote wa serikali mlioko hapa, Mheshimiwa mbunge, nikielekea kuhitimisha hotuba yangu nikumbushe tu swala la sensa ya watu wa makazi ambalo pia litasaidia katika kutambua kikamilifu tuna Watanzania wangapi hapa nchini, ili huduma nyingine zote zinazotolewa ziweze kuwafikia Watanzania wote hapo walipo, na tunapotenga huduma hiyo kuwafikia wote, basi iwe ni ya kwa ajili ya wote, badala ya utaratibu wa sasa ambao pia kwa kuwa sensa ya mwisho ilikuwa miaka 10 iliyopita, idadi tulionayo ni kubwa, na kwa hiyo wakati mwingine huduma nyingine mahali pengine huwa haikamiliki. Sensa hii itafanyika mwakani mwezi wa 8, tarehe mtakuja kujulishwa. Nitoe wito pindi tarehe itakapotangazwa, Watanzania wote popote mtakapokuwepo mjitokeze kuhesabiwa. Tukishafanikiwa na zoezi hili na kujua idadi ya watu, itasaidia pia kuimarisha utaratibu wa maendeleo kwenye nchi yetu. Niwashukuru tena Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC na serikali ya Marekani kupitia shirika lake la misaada USAID kwa kukubali kushirikiana na TEC kutekeleza mradi huu ambao umegharimu dola za Marekani 574,259.74. Ni kiasi kikubwa cha fedha. Tuwapigie makofi balozi wa Marekani. Nashukuru sana. Jambo hili ni jema, na mimi nitamke tu kwamba kwa ushiriki huu wa leo katika kuzindua mpango huu, sasa niko tayari kwenda kukamilisha zoezi la uzinduzi wa mpango huu ili sasa huduma ziweze kwenda maeneo yote. Na nikiwa nahitimisha hilo, basi wale wote mliotoka mikoani kuja hapa jijini Dar es Salaam, niwatakie kila laheri, safari njema kurudi makwetu.
Haya yote niliyosema ni kwa manufaa ya Watanzania. Wale ambao kupata nafasi leo kukaa kwenye vyombo vya habari, sisi tuliokuja hapa ndio mabalozi. Twende tukahamasishe wenzetu ili waweze kushiriki katika kujikinga na uviko 19. Baada ya kusema hayo yote, sasa niko tayari kwa kwenda hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante sana. Asante sana. Asante. Pamoja na waziri na mkuu wa mkoa watatuwakilisha hapo. Mradi umezinduliwa. Sasa waziri mkuu anapitishwa na daktari wa Kardinali Rugambwa kutoa maelezo juu ya kifaa kimoja